Habari wa Tanzania, vijana wenzangu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Kwa majina naitwa Jessica Julius Mshama. Mimi ni katibu wa idara ya uhamasishaji na chipukizi UVCCM Taifa. Leo hii ningependa kuzungumza na vijana wenzangu, kuhamasisha, kuwatia moyo, kuwakumbusha pia safari hii kuelekea uchaguzi mkuu kwamba ni haki yako ya msingi kama kijana kushiriki, kuchagua kiongozi unayempenda, kiongozi ambao atagusa maslahi ya jamii. Na kwa hakika viongozi hawa bora wanapatikana ndani ya Chama cha Mapinduzi, na niwahakikishie kupitia ilani hii mpya ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya mwaka 2025 mpaka 2030, imegusa sekta mbalimbali ambazo zinalenga maisha ya kijana. Kama tunavyojua, siasa ya kipindi hiki sio siasa ya maneno, ni siasa yenye vitendo, siasa yenye kugusa mahitaji ya wananchi wa kila umri. Najua kijana mwenzangu pengine unajiuliza uanzie wapi. Kwanza kabisa nikwambie, anzia ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ndani ya Chama cha Mapinduzi, kupitia jumuiya yetu ya vijana, tuna nafasi mbalimbali za kugombea kama kiongozi. Especially kama wewe ni binti mwenye ndoto ya kuwa kiongozi. Kuna nafasi za ubunge, viti maalum. Kuna nafasi za udiwani, pia viti maalum kama wewe ni binti. Kwa hiyo nafasi zipo nyingi. Lakini hata kama wewe sio binti, ni kijana, umejitathmini vya kutosha, umeona kwamba unafaa, una uwezo wa kuongoza, una uwezo wa kutoa suluhisho katika jamii, wewe ni kiongozi ambao unafuata philosophies za viongozi ambao wamejitolea ndani ya taifa letu na wamefanya mapinduzi ya kimaendeleo, huu ni wakati wako. Usijihurumie, usione kwamba wewe utoshi, wewe unatosha. Na nikuhakikishie tu kwamba Chama cha Mapinduzi kipo mstari wa mbele kuwasaidia vijana wote ambao wana nguvu na uwezo wa kujitambua au wameshajitathmini zaidi kwamba wao ni viongozi. Watumie fursa hii kugombea, kuchukua fomu na kugombea na kushiriki katika nafasi za uongozi. Lakini vile vile kwa maneno ambayo labda pengine wanasikia na wavunja moyo, labda wanahisi hawatoshi kwa sababu hawana fedha kiasi fulani taslimu kwenye benki zao, au hawana ndugu ambao watawabeba. Mimi nataka nikwambie kwamba Chama cha Mapinduzi ndio ndugu wa kukubeba wewe, kwa falsafa ambazo tunazo ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini kwa viongozi wenye msimamo ambao wapo kwa ajili ya kutatua changamoto za kijamii. Watasimama na viongozi chipukizi au viongozi ambao ni vijana ambao wanataka kuwa katika nafasi hizi kidete. Chama cha Mapinduzi ina misingi ambayo itawalinda vijana na kuwasupport katika hatua mbalimbali za kutafuta hizo nafasi za uongozi. Kuna kijana labda mwingine anatamani kugombea uongozi kama ulivyoshauri, labda kuna vigezo vinahitajika kijana huyo yupo navyo ili aweze kupata nafasi ya kuweza kugombea. Ni vigezo gani hivyo kwa watu ambao wanapotazama vijana waweze kuvifahamu labda anaweza kugombea? Kwanza kabisa ujue kusoma na kuandika. Cha pili, uwe kijana mzalendo wa Tanzania, lakini ndani ya Chama cha Mapinduzi pia. Ukipitia ndani ya Chama cha Mapinduzi, inamaanisha wewe ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo uwe kada ambayo una sifa za kugombea, uwe kada ambaye umejitolea nafasi mbalimbali, lakini unakijua chama vizuri na misingi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia sifa za uongozi ziko open. Ukiwa wewe unatazamia kuwa kiongozi, basi kuna sifa ambazo lazima ujitathmini kama kijana ambao unatamani kuwa katika hizi nafasi za uongozi. Je, unashirikiana na jamii yako vizuri?
Je, unao ubunifu wa kueleza changamoto na kutatua changamoto ambazo zipo katika jamii? Lakini kama kijana wa sasa, ninaamini utakuwa umesoma, unajua namna ya kuchanganua taarifa, namna ya kutoa taarifa, namna ya kujenga hoja, kusimamia sera za Chama cha Mapinduzi na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. In short, uwe mzalendo ambao una akili timamu na ya kuwataka kutumikia taifa lako. Inasemekana mtu tunapotaka kugombea uongozi angalau uwe na pesa kidogo. Hii imekaa kwa wale ambao hawana pesa. Kuna mwingine anatamani kugombea lakini hana chochote, anajiuliza ataanzaje? Zile safari labda kufanya ziara hivi mandaruka hana chochote. Inakuwaje kwa watu ambao hawana kipato? Nadhani Chama cha Mapinduzi kimejitosheleza kwa nafasi ya kupambanua hoja na sera, lakini sio kuanza kumnadi mgombea kulingana na mfuko wake au uwezo wake wa kifedha. Tunao viongozi mahiri hapa nchini. Leo hii tungesema kwamba wangeangalia nafasi zao za uwezo wa kifedha, tusingekuwa nao. Tunao Mheshimiwa Jerry Muro. Nimetoka kusikiliza clip yake juzi. Anasema alianza harakati hizi za siasa akiwa mdogo sana, na alikuwa na miaka 18, 19, na ukiangalia ni uwezo wake uliompambanua, sio kwa sababu ya pesa. Kwa sababu ukisema pesa, kijana wa miaka 19, 20, pesa anatoa wapi? Lakini ndani ya Chama cha Mapinduzi viongozi wetu wana imani na vijana. Ukiacha na Mheshimiwa Jerry Muro, lakini tunao waheshimiwa ambao walijitolea kwa uwezo wao, kwa kazi yao, kwa umahiri wao, na wametoboa. Mtaani tunasema wametoboa, kama aliyekuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Vijana Mheshimiwa Ken Kiongozi ameweza kuwa katika nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya jumuiya, lakini hata nje ya jumuiya. Sasa hivi ni RC Simiyu. Kwa hiyo sio jambo la kusema kwamba ni kwa ajili ya fedha, labda una pesa kiasi fulani. Hapana, ni uwezo wako wa kuwa kiongozi kama kijana na kusimamia sera na kusimamia taratibu za uongozi ambao upo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Tunaelekea kampeni za uchaguzi mkuu ambapo ni uchaguzi wa madiwani, wabunge, marais. Lakini pia nawe ni kiongozi ambaye unahamasisha vijana wenzako waweze kujiunga na chama cha CCM na kugombea nafasi za uongozi. Wewe kama kiongozi ambaye unahamasisha vijana hawa, umejipangaje kuelekea kampeni hizi hapa? Mimi kama katibu wa idara ya uhamasishaji na chipukizi, kwa nafasi yangu, na ndio maana umenipa nafasi hii kueleza, kwa sababu ni kazi yangu ambayo natakiwa niifanye kwa uaminifu wote. Nimeaminiwa kuhamasisha jamii kushiriki katika harakati mbalimbali za kisiasa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Hivyo mikakati ipo mingi. Mikakati ndani ya idara yetu, kuna vyombo vya kushirikiana na vyombo vya habari, na ndio maana tumetenga muda huu kuzungumza na wananchi au Watanzania au vijana wanaonisikiliza, kuwataarifu kwamba ndani ya Chama cha Mapinduzi tunahitaji kuwa na vijana wenye sifa za kugombea. Kwa hiyo wataendelea kunisikia zaidi nikiwapa taarifa hiyo, utaratibu mzima wa kufuata ili uweze kuwa katika nafasi ya kugombea. Lakini pia kuhamasisha vijana ambao hata wako vioni. Ninafahamu kwamba Tanzania inafahamu kwamba hata kule vyuo vijana wana practice politics, wana organizations ambazo zina senate ambazo zinasimamia uongozi mzima wa vyuo, na ni nafasi zao pia kupractice uongozi kwa manufaa ya taifa, ili wakija sasa, wakitoka chuo, wakipata fursa nao katika kipindi hiki sasa wanaenda kugombea, kwa sababu wana field tayari ambao walikuwa na experience ya kutosha ndani yake. Kingine, kutegemea kutoka idara yetu ya uhamasishaji na chipukizi taarifa sahihi. Katika kipindi hiki cha siasa ambazo tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, kuna taarifa nyingi ambazo zinatolewa katika jamii, na taarifa zingine haziwi verified. Sisi ndani ya jumuiya tunasema Kijani Fact Scan. Hii ni kampeni maalum ya mitandao
ili kuweza kutoa tafsiri ya taarifa ambazo zinatolewa, ambazo zinaonekana kwamba zinaleta taharuki katika jamii, zinaleta upotofu katika jamii, na zingine zimebeba agenda ambazo sio sahihi kwa ajili ya taifa letu. Kwa hiyo ndani ya daira yetu tutasimama kidete, kwanza kuisimamia chama chetu cha Chama cha Mapinduzi, lakini kusimamia kidete serikali na viongozi wa serikali, maana hili ni jukumu letu kama jumuiya, lakini kama idara yetu ya uhamasishaji na chipukizi, ili Watanzania au vijana wa Kitanzania wapate taarifa sahihi, wafanye maamuzi sahihi, kuchagua viongozi ambao wanastahili, lakini hata wao wakijitathmini, wakiona kama waweze kupata nafasi ya kujinadi kwa uhuru kwa taarifa zao ambazo wanataka jamii isikie. Kwa sisi tutapush agenda za vijana, tutapush nguvu za vijana kuingia katika meza za maamuzi. Nasema wengine watagombea udiwani, wengine watagombea ubunge. Sisi tupo kuwahamasisha waendelee kwa nguvu moja. Tukiona chama cha CCM ndio chama ambacho kinaongoza nchi na rais anayeongoza nchi ni Daktari Samia Suluhu Hassan, yupo CCM, lakini pia kuna chama vingine ambavyo vimepinzani, kuna Chadema, kuna ACT Wazalendo, na wapo wote kwa kweli wanakuambia na wanataka kuongoza nchi. Vipi ninyi kama CCM na vyama vingine vipinzani, mmejipangaje kuhakikisha mnaendelea kuongoza na kushinda vyama hivi? Mnatumia njia gani? Unajua, chama kizuri ni kile chama ambacho kinazungumzia mahitaji ya wananchi na inasimamia sera ambazo zinagusa maendeleo ya wananchi. Na ukiangalia katika ilani ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2025 mpaka 2030, ni ilani ambayo imejitosheleza kwamba haijabagua kundi lolote, imejumuisha makundi yote ya kijamii, hata makundi yale ambayo yalikuwa yakisauliwa. Ukizungumzia katika sekta ya ajira, kupitia tu mradi wa SGR, ajira zaidi ya milioni 4 zitaenda kuzalishwa. Lakini hatujaishia hapo. Tumegusa katika sekta ya afya, tumegusa katika sekta ya elimu na ufundi. Sasa hivi sera yetu ni kwamba kila wilaya, at least kila wilaya iwe na mafunzo ya VETA. Lakini sio mbali na VETA, iwe na elimu ya inayochochea ubunifu wa kila kijana, kwa sababu kama tunavyojua tuko katika dunia ambayo imejaa ubunifu mkubwa na ni very competitive world, wanasema shindanishi, dunia shindanishi. Kwa hiyo inahitaji elimu ya aina zote ili tuweze kutumia fursa ambazo zipo huko duniani. Lakini ukiangalia hata sekta ya afya, tumeainisha kwamba by 2030 hakutakuwa na changamoto ya maji ambao bila maji of course italeta changamoto nzima ya afya. Sekta ya afya tumezungumzia hata kipindi kilichopita kwa asilimia kubwa katika sekta ya afya tumejenga zahanati, hospitali, na tunazidi kuboresha zahanati zetu na hospitali zitazidi kuongezeka katika kipindi cha 2025 to 2030. Lakini pia ukizungumzia hata katika swala zima la ubunifu, sanaa, michezo, kama unavyoona Mheshimiwa Rais katika hiki kipindi ambacho kimepita amejitahidi sana, haijawahi kutokea. Hamasa iliyotolewa ndani ya sekta ya sanaa na michezo ni kubwa sana. Wasanii wenyewe watakuwa ni mashahidi tosha katika kipindi. Sasa hatujaongelea sasa kipindi cha 2025 kuelekea 2030 ambao kutakuwa na ukuaji tena wa elimu za kisanaa, maonyesho, tutakuwa na arena zetu, arena kubwa, Samia Arena itakuwepo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vitaenda kugusa moja kwa moja maslahi ya mwananchi kutoka chini mpaka juu kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Tunaona mkutano mkubwa uliofanyika Dodoma wa kukaribisha makatibu, tunaona ilani mpya sisi imeweza kuzinduliwa rasmi kwa Dodoma tarehe 30 Mei 2025. Ni wanaje ilani mpya iliyozinduliwa? Ilani imejitosheleza, ndo kama nilivyosema, ilani imejitosheleza, haijasahau mtu, haijasahau sekta. Kwa mara ya kwanza hata jijini Dodoma kutakuwa kuna treni za kisasa. Kwa mara ya kwanza kuna plan ya kuwa na subway, treni za chini jijini Dar es Salaam,
Hayo ni maendeleo na mapinduzi makubwa ambayo nchi zingine, tukiangalia hata jirani nchi jirani, hayana mapinduzi ya maendeleo makubwa kama tuliokuwa nayo hapa Tanzania, na ambayo tutaendelea kuwa nayo kipindi cha 2025 mpaka 2030. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya msingi ambavyo ningependa hata vijana wanapoenda kuchagua viongozi, hatuzungumzii tu Chama cha Mapinduzi kwamba tunapenda kuzungumzia, lakini tunapenda kuzungumzia kwa sababu ni mambo ambayo wanafanya kwa dhahiri. Mapinduzi ya maendeleo ambayo tunayo leo hii Tanzania, tuna treni ya kisasa SGR, sio tu kubeba abiria, lakini sasa hivi inabeba hadi mizigo. Kwa hiyo uchumi unaendelea kukua. Kwa hiyo mimi ningependa kuwasihi sana vijana, Chama cha Mapinduzi ndo chama pekee ambacho kina sera ambazo zinamgusa mwananchi moja kwa moja. Kwa hiyo waendelee kutuamini, waendelee kushirikiana na viongozi wetu, waendelee kuipa tumaini kubwa Chama cha Mapinduzi kwa kuleta mageuzi makubwa ya maendeleo na kiuchumi. Na tuwe tayari sasa kama sisi vijana kutumia hizi fursa ili ziweze kujenga uchumi imara wa maisha yetu. Kwa tunavyoona kwamba sasa hivi kuna SGR ya cargo, mizigo, tuwaze sasa tunawezaje kuwa na sisi na biashara ambazo zitakuwa support na hii miundombinu mipya ambayo inajengwa ndani ya Tanzania. Tumegusia sana kwenye upande wa vijana. Sasa twende kumaliza kabisa. Neno la mwisho kwa vijana ambao wanakutazama sasa hivi, kama baada ya kumaliza, naambia nini vijana kama kuanza? Mimi napenda kuwasihi vijana kwamba kwanza tusimame kidete na serikali yetu. Serikali ambayo inaongozwa na Chama cha Mapinduzi, ilani yetu ambayo imezinduliwa 2025 mpaka 2030 ni kielelezo tosha kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kinastahili ushindi mwaka huu wa uchaguzi mkuu, lakini kinastahili kuaminika. Kama tunavyojua na kama tulivyoona yale ambayo tumefanya kipindi cha 2020 mpaka 2025, wengi wameshuhudia. Tuendelee kukiamini hichi chama, tuendelee kuamini viongozi, tuendelee kumtia moyo pia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wa serikali kuu na wote kiujumla, ili waweze kuleta yale maendeleo ambayo tunahitaji zaidi, lakini pia waweze kuwa na nguvu imara kutekeleza yale maono ambayo tumeandika ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025 mpaka 2030. Naiona Tanzania bora, naiona Tanzania njema yenye amani, utulivu na yenye maendeleo ya kisasa.